Tanzania iko juu zaidi ya Marekani na Ulaya, na hii ni kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na watu wengi wameipokea kwa kutokuielewa. Lakini leo sasa Mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu, anakwenda kuifafanua vizuri na mtakwenda kuielewa. Mwalimu, karibu sana. Asante sana. Aisee, mimi nakushukuru. Sasa Mheshimiwa Rais amesema kwamba Tanzania iko juu zaidi ya Marekani na Ulaya. Lakini tukiona Ulaya na Tanzania ni kama vile vitu viwili tofauti. Hii imekaaje? Sawa. Kwanza kabisa, kabla tujaongea, sisi hapa hatupo kufafanua masuala ya kisiasa. No, tuko hapa kwa sababu hii channel yetu ni ukuu wa Mwafrika. Ni lazima tuongee mambo yanayoihusu Afrika. Mambo ya Kiafrika. Ndicho hasa ambacho tuko tunakifafanusha. Kwa isichukuliwe kama tunaongea mambo ya kisiasa. Kwa sababu ikichukuliwa kama tunaongea mambo ya kisiasa itaanza kuleta shida. Si umeelewa? Kwa hiyo kidogo inakuwa ina shida. Lakini katika hili sasa ambalo umeniuliza, na mimi niko tayari kabisa kulijibu, ini kutokana na kauli ambayo alikuwa ameiongea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliposema kwanza tuko vizuri kuliko Ulaya na Marekani. Na kuwaje Tanzania iwe vizuri kuliko Ulaya na Marekani wakati tunajua wenzetu kule wale wamepiga hatua kubwa sana, kwanza kwenye swala la maendeleo, swala la kiuchumi, si ndio? Swala la kiteknolojia, na mpaka sasa hivi wana teknolojia mpaka ya kupeleka ndege angani huko, au tusiseme ndege, rockets, yani kwenda kuishi mpaka kwenye sayari zingine, kwenda mwezini kama vile SpaceX au NASA na mambo kadha wa kadha. Sasa tunakuaje vizuri kuliko wao? Lakini Bwana Niko, lazima tuweze kujua alikuwa anaongelea kwenye muktadha upi hasa anaposema tuko vizuri kuliko wale. Kwa sababu katika jambo moja kwanza ambalo kabla sijaendelea sana nataka nikutazamishe, pamoja na kuwa wao mataifa haya ya magharibi wanaweza wakaenda mpaka huko kwenye sayari zingine, lakini kwenda kwenye sayari zingine kunasaidia vipi wananchi wa hali ya kawaida? Kwa mfano studio hapa watatuonyesha hii clip hapa, mfano ukijaribu kuiangalia unaona ni hawa ni omba na hapa ni Marekani na hapa sio Kariakoo, hapa sio eneo lolote la mitaa ya Nairobi, hapa ni Marekani. Sasa unakaa unajiuliza Marekani kuna kuaje na omba na maeneo mengine? Wewe Bwana Niko unajua kabisa Marekani kuna maeneo huwa umeme mpaka huwa unakatika na mitaro ya maji machafu, mitaro ya maji machafu, na kuna maeneo yananuka vibaya mno. Hiyo tunaongelea ni Marekani. Hauongelei sio huku kwetu. Sasa ile mentality ya watu weusi kuwa Marekani ni kuzuri, hii ni kwa sababu taarifa zao wa Marekani huwa wanazidhibiti sana ili wengine msiweze kuzijua. Kwa hiyo hilo liko namna hiyo. Lakini nikiendelea kidogo hapa, ukiangalia kwanza kwa upande wa uhuru, Tanzania tutakuwa tuko huru zaidi kuliko Marekani. Nitaiongelea hiyo, utaweza kunielewa vizuri. Tutakuwa tuko huru zaidi kuliko Marekani kwa sababu Marekani, huo uhuru ambao mnauona kuwa kuna demokrasia Marekani, na Marekani ni kiranja wa demokrasia duniani, sio uhuru wa kweli. Nitakupa mifano. Juzi hapa unakumbuka watu walikuwa wameandamana Los Angeles, na pale Los Angeles wakapelekewa askari wa kitaifa kama 2,000, na baadaye Donald Trump akapeleka tena wa US Marine. Unajua US Marine kazi yao, US Marine kazi yao ni kulinda taifa la Marekani endapo litakuwa limevamiwa na wavamizi kutoka kwenye taifa lingine. Lakini wamepelekewa wapi? Pale ndani. Na akasema sikubaliani na mimi na haya maandamano, kwa sababu maandamano haya ni kutaka kuondosha amani ya taifa la Marekani. Lakini wakati huo kumbuka Marekani hiyo ni kiranja wa demokrasia duniani, na anajitapa hivyo. Kwa nini aende akaue waandamanaji wakati kuandamana ni haki yao? Umeona kinachotokea Kenya. Kenya pale kilichotokea. Ndiyo maandamano wasema ni haki kikatiba, lakini inapofika maandamano, kwa sababu wale Gen Z wanapokuwa wanaandamana pale Kenya, umo ndani wameingia na watu ambao sio Gen Z.
Maana Gen Z wao waandamane kwa amani na wanaambia kabisa watu msipore kitu cha mtu, sisi nia yetu ni kutaka kupeleka ujumbe kwa serikali. Lakini je, taifa la Kenya pale unaona yale ni maandamano ya kawaida. Machafuko. Imegeuka kutoka kuwa maandamano na kuwa machafuko na kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe sasa kati ya serikali na raia. Kwa hiyo hilo liko hivyo. Kwa hiyo uhuru ule tunauongelea wa mtu mmoja mmoja. Alafu nikwambie kitu kimoja, ndugu yangu Niko, kwa Marekani ukinunua nyumba kwanza ni ghali sana kulipia mpaka ununue nyumba. Kwa wengi wao wananunua nyumba kwa mikopo. Alafu ikifika mahali sasa ile nyumba umeshaimiliki tayari, matokeo yake mengine ni kuwa ardhi ambapo nyumba ilipo utakuwa unailipia kila mwaka. Hilo jambo uwezo kalikuta huko. Okay, tuachane na hayo. Tuende kwenye masuala sasa haya ya, kwa sababu maendeleo, ili tujipime maendeleo na watu wengine, hatujipimi maendeleo kwenye kupeleka vyombo angani au kwenda kwenye sayari zingine. Tunapima maendeleo kutokana na je, ni changamoto gani sisi tulizo nazo ili tuweze kuzitatua changamoto hizi. Ndio maana tulipoangalia ile klipu pale ambayo unaona wale ombaomba katika mitaa ya Marekani na wengine ni wala madawa ya kulevya, ndio maana unaona sasa tukawa tunaona kuwa okay, hii kupeleka vyombo angani itamsaidiaje huyu? Ndio tunaita ni maendeleo. Lakini je, huyu mtu ambaye ana hali ngumu itamsaidiaje? Kwa iko namna hiyo. Lakini kitu kingine, kwanza tuna rasilimali ambazo ni nyingi kuliko mataifa ya magharibi. Mfano, nikupe mfano mmoja. Unaambiwa uranium ambayo tunayo sisi Tanzania, maana kuna uranium na Mtumbo, uranium iko hapa Minjingu, kuna huku Manyara kuna uranium, Lake Natron kuna uranium, na maeneo mengine nafikiri hata Songea, nadhani hata Iringa huku kuna maeneo yana uranium, yani imejaa. Kwa wanasema uranium ambayo imethibitishwa kuwa iko ardhini ni tani 50,800. Jambo ambalo wasakuta uranium ndio inayotumia. Umeona kuna vita vilikuwa vinaendelea kati ya Israeli na Marekani, na Irani na Marekani. Maana Israeli pale yuko tu pale, lakini Irani na Marekani. Unaona ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya uranium. Maana madini ya uranium utaweza kuweka nishati ya uranium umeme kupitia vinu vya nyuklia vya kufua umeme. Umeona, lakini pia utaweza kutengeneza silaha hizi za nyuklia. Sasa mabomu tunaongelea hapa ni mabomu ya nyuklia, maana yake ili uwe super power. Na sasa hivi naambiwa kuna mkakati wameingia kati ya huyu Vladimir Putin na huyu wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ya nyuklia, kutengeneza nyuklia. Sasa ni nyuklia nishati au nyuklia mabomu hatujui. Traore naye anajitafuta ili awe ni super power, aache kutishiwa na wajinga, kwa sababu ukiwa na nyuklia hakuna mtu anakusumbua. Umeona Korea Kaskazini, Marekani anapigaga tu kelele, apiga kelele, lakini ana nyuklia yule bwana. Kwa hilo ni jambo pia ambalo anakuwa ameongea kwa upande huo kuwa tuko vizuri kuliko Ulaya na Marekani. By the way, ukiangalia Marekani ndio ina maendeleo, hatukatai, lakini maendeleo ambayo ni ya uporaji wa rasilimali kutoka kwenye mataifa mengine. Na ndio maana unaona tangu kuanzishwa kwa taifa la Marekani mpaka hapa lilipo limevamia nchi zaidi ya 90. Walikuwa wanafuata nini kule? Walichokuwa wanakifuata ni nini? Ni madini au utajiri walionao wale watu. Ndio maana unaona uranium iliyochukuliwaga Kongo miaka hiyo ndio iliyotengenezewa bomu la nyuklia lililopiga Hiroshima na Nagasaki. Kwa hiyo bwana Niko, tunatakiwa kwanza, kabla hujaniuliza swali lingine, tunatakiwa tuweze kwanza appreciate kile tulicho nacho. Haijalishi sisi tunampenda sana Captain Ibrahim Traore, lakini hata tumpende vipi hawezi akawa ni rais wetu yule. Si umeelewa? Rais wetu anabaki ni huyu aliyeko hapa. Maana mimi ni Mtanzania, wewe ni Mtanzania. Kwa rais wetu anabaki ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ila kikubwa, je, huyu rais wetu ameconnect vipi sasa na yule tunayempenda? So unaona hicho kitu. Kwa wagundua ameconnect, ndio maana unaona ujumbe ule aliotuma kipindi kile alimtuma Kikwete, rais wa mstaafu wa awamu ya 4, aende kule kwa ajili ya ushirikiano kati ya Burkina Faso na Tanzania kwenye masuala mengi na nyanja nyingi. Hilo ndilo jambo la msingi. Ndio maana nikasema haijalishi unampenda vipi Putin, lakini hawezi akawa ni rais wako. Atabaki tu kwa yeye ni rais wa nini? Wa Urusi. Kwa hiyo basa ndio mambo kama haya. Mara ya kwanza pale ulizungumzia kuhusu jinsi gani ambavyo unaweza ukamiliki nyumba ukiwa Marekani.
Sasa mimi nataka kukizungumzia maendeleo au kuwa juu kwamba zaidi ya taifa la Marekani au Ulaya kutokana na kupata hati miliki ya mali halali ya wananchi. Mimi natamani kujua utofauti kati ya Marekani na Ulaya na Tanzania pale ambapo mtu anaweza akamiliki labda ardhi, kumiliki majumba, mashamba na nini. Kati ya Tanzania na Marekani na Ulaya kuna utofauti gani, au wapi ni nafuu zaidi, au wapi kuna gharama zaidi na changamoto zinakuwaje? Changamoto Marekani ni nyingi sana. Ndio maana unaona ukinunua nyumba bado unabaki kulipia ardhi na ni hela nyingi. Tofauti na huku kwetu. Wewe nunua kiwanja, kaandikisha nene na wewe aliyekuzia kiwanja. Kiwanja ni mali yako. Na jina lililoandikwa pale limeandikwa ni la kwako. Ndio jina langu limeandikwa hivi, alafu kuna ile kodi ya serikali ambayo ni ya mwaka. Sijajua kwa nyumba za kawaida, maana kuna tofauti kati ya nyumba za kawaida na magorofa. Lakini na yenyewe unakuta yani kama ni nyumba yako ya kawaida, sidhani kama inazidi 50,000 kwa mwaka. Hiyo ni tofauti na Marekani, utalipia hela nyingi. Ndio maana unaona wasanii wengi Marekani hawajengi nyumba. Unaona matajiri wengi Marekani wanapanga nyumba. Yani inakuwa ni rahisi kupanga nyumba kuliko ujenge nyumba useme ninaimiliki. Inabidi uwe na mpunga mrefu vibaya mno. Alafu hiyo nyumba saa yoyote au dakika yoyote inaweza ikapotea. Yani serikali kiamua inaweza kafanya chochote. Ndio maana unaona kwa huku kwetu ni salama zaidi mtu anapokuwa. Ndio maana unaonaga wale wa Marekani walio na akili zaidi wanakujaga kuwekeza Afrika. Kwa hilo ni jambo moja zaidi. Lakini pia nilipoongelea rasilimali, mimi niligusa tu kwenye upande wa uranium. Dhahabu pia tunayo pia. Umeona, na madini mengine tuna Tanzanite. Mwanzo Tanzanite ilikuwa inaonekana kuwa ni India ndo muuzaji namba 1. Alafu muuzaji namba 2 ilikuwa ni Afrika Kusini. Muuzaji namba 3 ilikuwa ni taifa la Kenya. Lakini Tanzanite itatokana na jina Tanzania. Kumbuka inakotokea ilikuwa haijulikani. Na baada ya hapo sasa wakumbuka kile kipindi cha Magufuli ikaanza kujulikana, ndio maana hivyo. Kwa ndo maana tunasema kuwa inabidi sasa unapomtafsiri kuwa amesema tuko vizuri kuliko Marekani na Ulaya, ameongelea kwenye maeneo gani? Si umeelewa? Maana unajua ukimchukia mtu utaanza kupinga hata kama kitu anaongea kina point. Si ndio Kwa hiyo ndivyo. Sasa kuna watu wengine hawataki kusikia wala hawataki kujua alichokuwa na kimaanisha ni nini. Wao wanaanza tu kupinga. Kwa ndio maana sisi hatuko hapa kwa ajili ya kupinga, kwa sababu bwana Niko nikwambie kitu kimoja ambacho nafikiri ndugu zetu pia watakuwa wanaelewa hili. Hatuna sisi pengine pa kwenda. Yani wewe hapa Tanzania hii ikivurugikiwa, amani ikiwa hamna hapa Tanzania, wewe huna pa kwenda. Yani utageuka kuwa ni mkimbizi ndani ya taifa lako mwenyewe. Si unaelewa kitu cha namna hiyo? Ndivyo vitu ambavyo sasa hatuvitaki hapa Tanzania. Ndio maana unaona tunapoona mifano kwa ndugu zetu pale wa Kenya tujifunze. Umeona? Yani sasa hivi yani kumekuwa na vurugu, kumekuwa na fujo pale Kenya. Ukiacha Kenya nenda Kongo. Kongo vita vile vilipoanza, unaona tayari pamekuwa na vurugu pale, na zile vurugu zinafanya Wakongomani wanakuwa ni wakimbizi ndani ya taifa lao wenyewe. Mambo mengine yanazungumzika ndugu yangu, mambo mengine yanarekebishika na sisi ni binadamu. Na kama ni binadamu, hakuna binadamu aliyekamilika. Unaona tumsifiaga Captain Ibrahim Traore, sio kwa hana mapungufu. Tunakaa tumsifia Vladimir Putin, sio kama kana kwamba hana mapungufu, hapana. Tulikuwa tunakaa tunamsifia sana John Joseph Magufuli, sio kwa alikuwa hana mapungufu. Mapungufu alikuwa nayo kama binadamu. Kuna sehemu ya ubinadamu ambayo mapungufu lazima yawepo. Kadhalika hata huyu rais wa Tanzania ambaye ni sasa ndio huyu Dr. Samia Suluhu Hassan, mapungufu anayo kama binadamu. Lakini je, ndo tumie hiyo kwanza kuongea vitu vya ajabu na kuleta taharuki, kusababisha amani isiwepo Tanzania? Hapana. Kumbuka ndugu yangu, mimi sina pa kwenda. Ndio maana inabidi nilinde, kwa sababu inajua ndio nchi yangu. Mimi sina pa kukimbilia. Kwa hiyo tusianze kuenda na watu wale ambao unakuta kwanza yeye familia yake yote ameihamishia uko Ulaya au ameihamishia Marekani na amewatafutia na uraia watu ni uko Marekani. Alafu amekuja huko anakuambia tuingieni sasa mtaani, twende tukaandamane. Naombeni please sana Niko. Na wewe mwenyewe unanisikiliza, usiende kuandamana. Siwezi. Polisi wa Bongo wanapiga jamani. Polisi wa Bongo wanabonda. Na utajikuta umeacha shughuli zako.
umeenda huko umekamatwa, umepelekwa, usiende kuandamana tafadhali. Amani anasemaje bana? FFU. Fanya fujo uone. Ndio hivyo tunaambiwa, fanya fujo uone. Kwa hiyo hii yote tusilete taharuki ambayo itakuja kuleta mambo ya ajabu. Bado Tanzania tuko vizuri kilinganisha na mataifa mengine. Bado Tanzania tuko vizuri. Mimi nataka tupate utofauti wa faida ya mfanyabiashara mdogo mdogo hasa kwenye kulipa kodi. Kwamba tunafahamu kwamba Tanzania kuna wafanyabiashara wengi ambao ni wajasiriamali wadogo na wanafanya kazi zao vizuri na mambo yanaenda. Lakini wengi huwa wanalalamika kwenye upande wa kodi. Lakini tukirudi kwenye mataifa yale makubwa kama Marekani na Uingereza na wapi na Ulaya huko, kuna usemi unasema kwamba kule kodi ziko juu sana. Yani kuna ajira nyingi lakini kodi ziko juu sana. Sasa utofauti wa mlalamikaji kwamba Tanzania kodi ni kubwa au Afrika kodi ni kubwa, tofauti yetu ya sisi na wa Marekani ni kitu gani hapo? Kwanza kwenye swala la kodi, kila serikali lazima kodi ilipwe. Maana kodi ndio inayosababisha mkapata maendeleo. Kodi ndio inayosababisha muwe na maji safi na salama, umeme, barabara, shule ziweze kujengwa, vituo vya afya viweze kujengwa, madawa yapatikane kwa wakati. Lakini hizo kodi zilipe walimu, zilipe madaktari, zilipe maaskari, zile sekta za ulinzi zote, sio askari polisi, askari jeshi, askari magereza, yani ndio kodi. Yani kabla hujaenda kwenye kitu kingine chochote. Hasa Bongo mkilalamika kuna kodi ni nyingi Bongo. Marekani ndio usiseme. Kwa sababu kwa Marekani unaambiwa, nafikiri hata ndugu zetu hawa ambao wana hapa, kuna watu hawa wana hizi channel za YouTube. YouTube ukifanya vizuri unakuta wanakulipa. Hapo tu penyewe unakuta wanakatwa hela nyingi kweli. Yani let's say labda mwezi huo umeingiza 500,000 na unaona kabisa hii hapa ni 500,000, utashangaa unapata 300,000 na kama 100,000 na imekatwa, unaambiwa imelipiwa nini? Imelipa kodi. Na kodi yenyewe ni serikali ya Marekani ndio imechukua, kwa sababu Google si ni ya kwao. Serikali hiyo ya Marekani ndio imelipa kodi. Kwa hiyo nadhani ni masuala ya elimu, watu waeleweshwe. Nadhani wanaohusika na vitengo hivyo, watu wa serikali wajaribu kuwaelewesha watu umuhimu wa kulipa kodi ni nini. Lakini sasa mtu sipomuelewesha alafu akatokea mtu mwingine akasema mnaibiwa, mtu atabaki analalamika, atasema kweli tunaibiwa. Unaonaga hata kanisani. Kanisani watu tunawafundisha, maana mimi ni mchungaji. Kanisani tunawafundisha watu watoe sadaka. Natokea mtu mwingine anasema hizo sadaka mnapigwa. Unaona? Kwa huyu akisema mnapigwa na huyu naye asipoelewa kile mchungaji anachokifundisha, si ataona kweli napigwa. Lakini ukweli hakuna mataifa yanayoongoza kwa kodi kubwa na nyingi kama Marekani, kama Canada. Kama Canada ndio usiseme, kwa sababu ukipata hela nyingi ni karibia mnagawana na serikali. Yani kama serikali inachukua 50% na nyinyi pia vile vile 50%. Kwa hiyo hilo swala la kodi ni uelewa tu. Watu wanatakiwa waeleweshwe, waambiwe kuwa jamani, unapolipa kodi ndivyo maendeleo namna yanavyokuja. Unapolipa kodi ukienda hospitalini ukaambiwa hii matibabu ni bure, maana yake ujue ni kodi ambayo ulikuwa umefanya nini? Ulikuwa umeilipa. Na umeniuliza kwa Marekani. Marekani unaona, unaweza ukafanya kazi, walioko kule ndugu zetu wanajua na wanatuambia kuwa unafanya kazi kule Marekani na unalipwa hela nyingi, lakini ni kama serikali inakuja kuchukua kwa mkono mwingine. Umeona? Yani ni tofauti na makato yaliyoko huku kwenye mataifa yetu ya Afrika, hasa kama Tanzania ambayo tunaiongelea. Hiyo ni tofauti. Hii sasa Tanzania bado tuko vizuri, ndio maana nimekuambia ni tofauti na Kenya. Ndio maana unaona Kenya maandamano yalipelekea sana, kwa sababu serikali ilionekana kama inawatwisha mzigo mzito wa nani? Wananchi. Sasa kama unaongeza kodi mpaka kwenye mkate, kodi kwa wagonjwa wa kansa, yani matibabu ya wagonjwa wa kansa, mtu anaugua kansa alafu unaenda unamwekea kodi na vitu, ndio maana ikapelekea maandamano. Lakini kodi ni kwa ustawi wa taifa, kodi ni kwa ustawi wa maendeleo unayoyaona. Ukifika mara sasa, jamani hapa sasa hii imetengenezwa barabara, sasa tunaenda kwa urahisi, ni kwa sababu ya kodi. Ukiachilia mbali rasilimali zingine. Moja la mwisho. Tunaona kwamba Watanzania wengi au Waafrika wengi, vijana wengi huwa wanakimbilia Ulaya, Marekani kwa sababu wanaamini kule ndio wanakwenda kupata maisha. Sawa?
Lakini sasa kuna watu wenye hekima nyingine tena wanasema kwamba Tanzania au nchi za Afrika zinafananishwa na bustani ya Eden. Yes. Hii imekaaje kwako mwalimu? Yes. Kwa sababu huku kwetu tuko huru. Uhuru tulionao hapa sio uhuru walionao Marekani. Na nchi kama ya Marekani unajua uchumi umeshikwa na watu wachache. Yani hivyo. Kwa hiyo wengi unakuta wanaenda kule na Watanzania wengi ambao wamezamia pia kule. Wengine unakuta wanaishi maisha ya shida sana kutokana na sasa unajua hauna vibali, hauna nini na mambo kadha wa kadha. Hiyo ni mentality. Hapa panatakiwa pashughulikiwe hapa. Kwa sababu hawa wa Afrika ndio hawa wanakuambia kuwa bora kuzaliwa mbwa Marekani kuliko kuwa binadamu Afrika. Tumeelewa? Kuna kijana mmoja kwa amembaga wimbo Bongo Bahati Mbaya. Lakini kwa bahati mbaya kweli wakafungia ule wimbo hawa nini? Basata wakafungia. Kwa sababu utasemaje Bongo Bahati Mbaya? Yaani mimi Mungu ameniumba, ameniweka bongo kuwa hapa bongo ndipo uniambie Bongo Bahati Mbaya. Kwa hiyo hiyo ni mentality kuwa alafu pia tuna ile kuwa jamaa yuko majuu bwana, jamaa yuko mambele, lakini nikuambie ukweli bwana Niko, hakuna mahali patamu na pazuri kama Afrika ukijipata. Yaani ukijipata una uhuru. Jamani Marekani hakuna uhuru. Walioko kule wewe waulize kama una ndugu yako muulize uhuru tulionao huku Afrika ndio uhuru ulioko huko Marekani. Na kwa bahati mbaya sana hasa wakuta wengine wanaingia mpaka kutukana viongozi. Na ukitukana kiongozi serikali imeongea wazi, imesema kuwa utachukuliwa hatua. Mtu mwingine anaanza kusema unajua mimi ni Yohana Mbatizaji. Wewe endelea. Lakini hata katika ile tu nini ya Kiafrika mtu aliyekuzidi umri hutaki kumtukana. Hususan ni kiongozi. Na Biblia iko wazi, maana mimi nafuata mwongozo wa Biblia wasema tiini na kuziheshimu mamlaka zilizopo. Kwa kuongea hivi bwana Niko, watu wengi nakumbuka kipindi wakati Magufuli yupo, nilikuwa naongea sana habari za Magufuli. Watu wakawa wanasema huyu anatafuta uteuzi. Anataka awe mkuu wa wilaya. Lakini Magufuli mpaka ameondoka bado naendelea kuongea. Sasa uko aliko ahera ndio ataniteua niwe mkuu wa wilaya kule. Si umeelewa? Tunachokiangalia tunaangalia ule uafrika wetu zaidi. Kwa sababu usipothamini cha kwako, unataka nani aje athamini cha kwako? Ndio maana nikasema hatukatai ndio, kwa sababu hata viongozi nao ni binadamu kama sisi. Wewe kwani hauna makosa? Unayo. Alafu nchi unajua mtu aliyetembea, aliyezunguka huku na huku ndio atajua kweli serikali inafanya kazi. Lakini mtu aliyekaa mahali pamoja tu kwa kusikiliza tu watu wanaongea nini mitandaoni, no, tusiwe negative sana. Lazima tuwe watu ambao tunajua na tunajali kuwa ili taifa ni la kwetu. Na watu wengine wanasema bora kinuke. Pakinuka hapa utaenda wapi? Utakimbilia wapi? Utakuwa mkimbizi ndani ya nchi yako. Vita havifai. Na serikali yoyote duniani ikiona kuna mtu anataka kusababisha uvunjifu wa amani, haikaagi kimya. Ndio maana nikakuambia kuhusiana na kiranja wa demokrasia ambaye ni Marekani, lakini amepeleka US Marine pale kutawanya waandamanaji. Kwa nini? Kwa sababu hakuna serikali inaweza ikakubaliana na mambo kama hayo. Kwa hiyo tunapoelekea uchaguzi, mimi wito wangu, tunapoelekea uchaguzi tuilinde amani ya nchi yetu. Kwa kumalizia mwalimu samani. Ulisema unamalizia sasa. Unamalizia tena. Kuna moja nimekumbuka. Tumeona kwamba kwa sababu tunamzungumzia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa kauli aliyosema kwamba tuko vizuri Marekani na Ulaya. Sasa mara nyingi tumekuwa tukiona watu wakimrushia maneno mabaya. Wakimtukana, wakimuona kama vile kama vile hana kitu ambacho anafanya. Kwa upande wako wewe, unafikiri Watanzania sisi tujivunie kitu gani kutoka kwa rais wetu? Niko, unachezaga vikoba? Si ndio? Hawajawahi kukutaka wakuteue uwe mwenyekiti wa kile kikoba? Waliwahi kunitaka. Lakini ukakataa. Kwa nini ulikataa? Kwa sababu ya kazi yenyewe unavyoiona. Kazi yenyewe. Lakini ukumbuke pale kwenye kikoba wewe huna majukumu zaidi tu ya kusimamia utaratibu na shughuli pale, uhakikishe hisa zimegongwa, huyo amefanya nini hivi, lakini ulikataa. Vipi kwa kiongozi ambaye anaongoza nchi nzima yenye Watanzania milioni zaidi ya 60? Si unaelewa hicho kitu? Ni ngumu. Jambo la kwanza ni amani kwanza. Jamani, msicheze na amani. Niko, watu wasicheze na amani. Yaani amani ikikosekana, unajua wanasema asiyejua kaburi, asiyejua mauti akaangalie kaburi.
Amani ikikosekana, waulize ndugu zetu wa Kongomani. Wanatutamania leo na kesho kuwa jamani, tunaombeni na sisi tuwe na amani kama nyinyi. Sasa tukianza kwenda na hawa wanaharakati ambao wanatumwa na mataifa ya magharibi kuja kuanza kutukana, na sisi tukasema na sisi ngoja tuingie tuanze kutukana, nimekuambia hatuna pa kwenda sisi. Umeelewa? Nimesema kuwa rais wa Jamhuri ya Tanzania ni binadamu kama sisi. Kama unakoseaga, ukumbuke naye katika ubinadamu wake na anakuwaga na makosa. Je, ndio tusimamie kwenye yale makosa? Lakini vipi hizi kanuni na miongozo anayoongoza? Kwa hiyo hata ungekuwa ni wewe ukaona watu wanakutukana tu na wanakutukana tu, wewe ungejisikiaje? Lazima ungejisikia vibaya. Mimi ninachoweza kusema katika hili uliloniuliza, tupende vya kwetu. Hapa Tanzania rais kwa sasa, kabla hatujaingia kwenye uchaguzi, maana uchaguzi ni mwezi wangapi? Wa 11 wangapi? Wa 10. Sawa, hatujajua sasa baada ya hapo nani atakuwa rais, kwa sababu kuna mchakato. Hii ni nchi ya kidemokrasia, lakini kabla hatujaingia, rais ukweli tuliye naye hapa sio Ibrahim Traore. Rais tuliye naye hapa ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Na bara ikakuambia kwa tunachokiangalia, tunamkubali sana Captain Ibrahim Traore. Lakini je, huyu rais ameconnect vipi sasa na yule mwamba? Najua hapa kuna connection hapa. Kama ndio maana unaona tunafurahi, tunajiona sisi ni kama wa Burkina Faso, na wa Burkina Faso na wao wanajiona kama wa Tanzania. Na sasa hivi ameanza kuona kama kidogo ameanza kuwakazia watu wa magharibi, na watu wa magharibi washaanza kuongea. Aliwahi kuongea Samora Machel, aliwahi kusema kuwa ukiona adui ananisifu ujue nimekusaliti. Lakini ukiona adui anaanza kuniponda ujue nimemshughulikia kweli kweli. Bwana, mimi nakushukuru. Asante sana. Ona maswali mengi lakini wakati mwingine. Mimi nashukuru sana, na hii ni channel yetu pendwa ya Ukuu wa Muafrika, na leo tulikuwa tunamzungumzia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Niko na huyu ni Mwalimu Isaya Benson. Karibu tena kwa kipindi kijacho. Usiache kulike, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.